Hebu tuiangalie hadithi kisha tuiweke kwenye maisha yetu. Je, sisi tuko hivyo? Tuko sawa na mwili mmoja? Angalia mfano, lau wewe ukajikwaa kwenye kidole, tuseme ni kidole kidogo cha mwisho cha mguu, ukajikwaa au ukachomwa na kimwiba, je, mikono itasema hilo ni jambo la kidole, mimi alinihusu? Au moyo utasema hilo alinihusu? Au macho? Au utaendelea shughuli zako? La, angalia mwili ulivyo. Kwanza shughuli zitasimama, mikono itateremka kushika mguu na kuangalia ni mwiba gani ambao umeudhuru kidole na kutoa. Macho yatashughulishwa, moyo utauma, wala utosema hili jambo la kidole, bali kama jambo ni kubwa, mtu yuko radhi anakwenda kununua dawa. Ulimi unavumilia uchungu wa dawa kwa tatizo ambalo la kidole wala si lake. Ina maana jambo la kidole ni jambo la mwili mzima. Hivyo tungekuwa Waislamu tuko hivyo, jambo la mwenzako ni la kwako. Muislamu kapata madhara ni sawa na wewe unamsaidia, amepata shida ni sawa na wewe unamsaidia. Wewe una kheri unaijua, unamfikishia. Bwana, ndugu yangu, kuna kheri moja mbili tatu, hebu tuifanye. Kuna shari umeigundua ya dunia au ya akhira, unamzindua Muislamu. Bwana, kwa njia hii unayokwenda kuna shari itakufika. Astaghfirullah li wa lakum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqim